Tanzania ni moja kati ya nchi tajiri zaidi barani Afrika kwa dhahabu. Lakini je, dhahabu ni pambo tu au pia ni uwekezaji? Gold unaweza kutumia kama capital. Watu wanapata pesa nyingi kupitia dhahabu. Naichukulia kama urembo ama mtaji, lakini sana sana kama urembo. Ndio maana umeona hata kwenye necklace yangu hapa nimeweza kuitinga. Kwangu naichukulia dhahabu kama uwekezaji. Wengi huona dhahabu kama pambo tu, lakini ni kinga ya kuaminika wakati wa mfumuko mkubwa wa bei na inaweza kukulindia kesho yako. Kwa miaka mingi bei ya dhahabu ilikuwa tulivu hadi mwaka 2020 ambapo janga la Uviko 19 liliposhambulia ulimwengu. Hali ya kiuchumi ikawa tete na bei za dhahabu zikapaa. Na hiki ndicho hutokea nyakati za misukosuko au majanga makubwa. Lakini ni kwa nini? Kwanza, dhahabu ni adimu. Pesa zinaweza kuchapishwa, dhahabu haiwezi. Ni rasilimali yenye kikomo, ndio maana thamani yake hubaki thabiti muda mrefu. Pili, kinga dhidi ya mfumuko wa bei. Bei zinapopanda na pesa hupoteza nguvu, na hapo dhahabu hung'aa. Tatu, dhahabu ni chaguo bora pale akiba zinapokosa faida. Viwango vya riba vikishuka au kuwa hasi, pesa za benki hazikuletei faida, ndipo dhahabu hufaa zaidi kwa uwekezaji. Nchi yoyote duniani inapitia kipindi kigumu hapa zinapotokea labda matatizo ya kidunia. Mfano vita, magonjwa ya milipuko ya kidunia kama tulivyopita kwenye corona, vita ya Russia pamoja na Ukraine juzi hapa. Wakubwa wanapokuwa wanapigana kule, wanakuwa kuna vitu wamevilenga. Huku kwetu kama hauna reserve ya kutosha, kuna kitu kinaitwa dola ambacho mimi netu nakitumia. Hicho kitu wana control ni watu wakubwa duniani kule. Unapokuwa na reserve yako, dhahabu ikipanda unachukua kipande unaweka mezani pale. Wanakutafuta watu wanakuletea kuliko kwenda kuomba pesa kule. Tanzania ni nchi ya 4 kwa uzalishaji wa dhahabu barani Afrika, ambapo huzalisha zaidi ya tani 50 kila mwaka. Sehemu kubwa husafirishwa kwenda Dubai, India na Afrika Kusini. Mwaka 2024, dhahabu ilichangia takriban 36% ya mauzo yote ya nje ya Tanzania, na sekta ya madini ilichangia zaidi ya 10% ya pato la taifa. Kuna njia nyingi za kuwekeza kwenye dhahabu. Najua swali lililokujia kichwani ni zipi hizo? Usijali, toleo lijalo litakujia na majibu. Salia nasi.